Naitwa Haika Emmanuel John, ni afisa lishe daraja la pili. Ikiwa ni wiki ya kimataifa ya maadhimisho ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama inayoadhimishwa kila mwaka kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7 Agosti, na tunaongozwa na kauli mbiu inayosema mwanzo imara wa maisha ya mtoto huanza na maziwa ya mama. Unyonyeshaji ni kitendo cha mama kumpatia mtoto maziwa kupitia ziwa lake au kukamua na kumpatia kupitia njia mbadala kama kikombe au kijiko pale inapobidi kutumia njia mbadala, na ni zoezi ambalo linatakiwa lianze mara baada ya mama kujifungua, tukimaanisha ndani ya lisaa la kwanza baada ya mtoto kuzaliwa mama anatakiwa aanze kunyonyesha mtoto wake. Maziwa ya kwanza ya mama au maziwa yale ya njano yana virutubishi, lakini pia yana kinga za mwili ambazo mtoto ambaye anakuwa ametoka kuzaliwa anazihitaji kwa ajili ya kumkinga dhidi ya magonjwa, lakini pia kupata lishe ya kwanza ili kuweza kumsaidia kukua na kuongezeka vizuri. Kitendo cha unyonyeshaji kina faida nyingi kwa mama pamoja na mtoto. Kwa mtoto, faida ya kwanza, kwa sababu tumesema maziwa ya mama yana virutubishi, tunamaanisha kwamba vile virutubishi vyote kwa ajili ya ukuaji na maendeleo ya mtoto kwa kipindi cha kwanza cha miezi 6 yanapatikana kwenye maziwa ya mama. Kwa hiyo mtoto anaweza akakua na kuongezeka vizuri kwa kutumia maziwa ya mama kama lishe pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Lakini pia maziwa ya mama yana kinga mwili. Kinga mwili za mama zinapita moja kwa moja kwenda kwa mtoto kupitia zoezi la unyonyeshaji, hivyo kumsaidia mtoto ambaye anakuwa amezaliwa akiwa hana uwezo wa kutengeneza kinga za mwili za kutosha, anakuwa anapata kinga mwili kwa ajili ya kumzuia dhidi ya magonjwa mbalimbali kupitia zoezi la unyonyeshaji. Faida nyingine ambayo anapata mtoto kupitia zoezi la unyonyeshaji ni kujenga mahusiano mazuri kati ya yeye na mama. Kwa hiyo mahusiano ya mama na mtoto yanaanza mara baada ya mama anapokuwa amejifungua. Ndani ya ile lisaa la kwanza ambalo tunasema mama anatakiwa apewe mtoto wake aanze kunyonyesha, mtoto anatambua huyu ni mama na anaanza kujenga mahusiano mazuri kati ya yeye na mama yake. Lakini pia kwa sababu zoezi la unyonyeshaji linatakiwa liendelee mpaka kufikia umri wa miaka 2, tunategemea kipindi hichi chote mama na mtoto wanakuwa karibu na uhusiano wao unazidi kuimarika. Lakini pia faida nyingine ambayo anapata mtoto ni kumsaidia kwenye ukomavu wa akili, lakini na njia yake ya chakula. Mtoto anapokuwa amezaliwa, akili yake bado inaendelea kukua na anaendelea kupata ukomavu wa akili, lakini pia njia yake ya chakula bado inakuwa haijakomaa kufikia kiwango cha kufanya uchakataji au mmeng'enyo wa chakula mzuri. Hivyo kadri anavyozidi kunyonya, maziwa ya mama yanaruhusu mtoto kupata virutubishi kwa ajili ya kupevusha ubongo na akili ya mtoto, lakini pia kusaidia njia ya chakula kuendelea kukomaa mpaka kufikia hatua ambapo ataweza kula vyakula vingine tofauti na maziwa ya mama. Na baada ya kujua faida za maziwa ya mama kwa mtoto, faida ambazo anazipata mama ni kama kusaidia mji wa mimba wa mama kurudi kwenye hali yake mara baada ya kujifungua, kwa sababu mji wa mimba unakuwa umetanuka. Kwa hiyo zoezi la unyonyeshaji linasaidia mji wa mimba kurudi kwenye hali yake kwa haraka, tofauti na mama ambaye atakuwa hajanyonyesha kabisa. Lakini faida nyingine ni kuzuia mama kutokwa na damu nyingi, kwa sababu zoezi la unyonyeshaji linasaidia utengenezwaji wa baadhi ya vichocheo ambavyo vinaepusha mama kutokwa na damu nyingi. Faida nyingine ambayo anapata mama ni kwa baadhi ya wamama, sio mama wote, pia zoezi la unyonyeshaji linachoma nishati. Hivyo kwa baadhi ya wamama wanaweza wakajikuta wanapungua uzito kwa sababu ya kunyonyesha. Inaweza ikatokea kwa baadhi ya wamama na sio wamama wote. Kwa hiyo ni faida ambayo ipo kwa baadhi na sio wamama wote. Kwa ujumla kipindi cha miezi 6 ya kwanza maziwa ya mama yanajitosheleza kwa kila kitu. Yana virutubishi vinavyomtosha mtoto kwa ajili ya ukuaji na pia yana maji ya kutosha kwa ajili ya kukata kiu. Maziwa ya kwanza ya mama ambayo yanatoka kati ya dakika 0 mpaka dakika 20 za kwanza yana wingi wa maji, hivyo yanasaidia mtoto kukata kiu. Na maziwa yanayofuata baada ya hayo ni mazito, yana mafuta, yana wanga, yana virutubishi vyote ambavyo mtoto atahitaji kwa ajili ya kuongezeka uzito na kukua ipasavyo. Kwa hiyo kipindi cha kwanza cha miezi 6 tunategemea mama anyonyeshe maziwa yake, kwa sababu hakuna chakula kingine ambacho ni kizuri zaidi ya hichi na kilichokamilika zaidi ya maziwa ya mama. Kwa hiyo hatutegemei mama ataanzisha chakula chochote tofauti na maziwa ya mama ikiwemo maji. Na baada ya miezi 6 mpaka kufika umri wa miaka 2 ni kipindi ambacho tunaanza kuongeza vyakula vya ziada. Kwa mara baada ya miezi 6 mama ataanza kuchanganya maziwa yake pamoja na baadhi ya vyakula taratibu. Ni vizuri mama akapata maelekezo mazuri ya jinsi gani ya kuanza kumpa mtoto vyakula, kwa sababu tunategemea bado maziwa ya mama yana sehemu kubwa kwenye kuimarisha kinga ya mwili ya mtoto, kuimarisha afya ya mtoto na kusaidia kwenye ukuaji. Kwa hiyo anatakiwa ajifunze jinsi gani ya kuanzisha vyakula
vyakula gani vianze, vyakula gani visubiri, vyakula gani ni vizuri na vyakula gani vitahakikisha mtoto anapata virutubishi vyote anavyohitaji kwa ajili ya ukuaji na maendeleo mazuri. Mama anayenyonyesha anahitaji mazingira na watu ambao wanamzunguka wawe muhimili wa kuhakikisha yeye anakuwa na uwezo wa kunyonyesha ipasavyo. Mama akikosa support kutoka kwa familia inayomzunguka au mazingira yanayomzunguka, uwezekano wa yeye kushindwa kunyonyesha ipasavyo hasa miezi 6 ya mwanzo ni mkubwa. Mama anahitaji utulivu wa akili kwa sababu msongo wa mawazo unaathiri utengenezaji wa maziwa, lakini pia mama anahitaji lishe bora, kimaanisha kwamba jamii inayomzunguka inatakiwa itambue umuhimu wa kuhakikisha mama anakula vizuri, mama anapumzika kwa wakati ili kuweza kumsaidia mama kutengeneza maziwa yanayojitosheleza kwa ajili ya mahitaji ya mtoto. Mama asiyekula vizuri, maziwa yake pia yatakuwa na quality ndogo ya virutubishi ambavyo vinahitajika kwa ajili ya ukuaji na maendeleo ya mtoto. Ni muhimu sana mama atengenezewe mazingira ambayo yanakuwa rafiki kwa ajili ya kunyonyesha.